Gazeti Mwananchi mikononi mwangu lenye habari iliyopewa kipaumbele. Mawakili wa Lissu waibua madai mapya, washitushwa na kauli za Bashungwa. Mwanasheria mkuu Lissu apanga kufanya mgomo wa kula gerezani. Habari imeandikwa kwenye ukurasa wa 4 wa gazeti hili. Nukuu katika ukurasa wa mbele wa gazeti hili ni ya wakili Peter Kibatala ikisema kuingilia hoja tulizotoa ndani ya mahakama na uamuzi wake unapaswa kutolewa Mei 6 mwaka 2025. Wamemweka hakimu na mahakama inayosikiliza shauri hili katika mazingira magumu. Hivi ataamua nini? Nukuu ya mwanasheria mkuu wa serikali Hamza Johari inasema mahakama tathmini mazingira aliyopo siku hiyo na kuona tusikilize kesi hiyo, hasa katika mazingira ambapo social media, mitandao ya kijamii zinarushwa habari za ajabu za kutisha. Waziri wa mambo ya ndani Innocent Bashungwa anasema jeshi la polisi litakapopata taarifa za kiintelijensia kuhusu uwezekano wa fujo kama ilivyotokea hivi karibuni kutokana na matamko ya baadhi ya viongozi wa Chadema, linaweza kushirikiana na mahakama kuendesha kesi kwa njia ya mahakama mtandao. Ndani wa taarifa hii ni katika ukurasa wa 4. Gazeti limeandika makubaliano ya Tanzania Malawi. Habari katika ukurasa wa 5. Jukwaa la Arusha lafungua fursa adhimu ya kiuchumi. Habari imeandikwa kwenye ukurasa wa 2 wa gazeti hili. Lakini pia gazeti Mwananchi limeandika Dr. Biteko atoa ahadi umeme kwa vitongoji. Habari katika ukurasa wa 2. Na hivi ndivyo ambavyo limeandika gazeti Mwananchi.